Leo pia tuna somo zuri. Leo tunazungumzia mtoto wa kiume. Leo ninazungumzia mtoto wa kiume. A male child. A boy child. Mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume yeye ni dili, lakini shetani ameendelea kumfuata sana. Anamuinda kwa kila namna. Ninashughulika na mambo ya ndoa, na kesi nyingi ninazokutana nazo, ukisikiliza kwa makini unagundua kuna tatizo kwa mwanaume. Ndipo nikakaa chini na kujifikiria kwamba mtoto wa kiume shida iko wapi? Kuna nini? Na hivyo nikasema leo tuwe na somo linalomhusu mtoto wa kiume. Katika Wafalme wa kwanza 2 na fungu la 2 kuna maneno haya. Wafalme wa kwanza 2 na fungu la 2 inasema hivi. Huyu ni Daudi, alikuwa anamuhusia mwanae Sulemani. Anamwambia, mimi naenda njia ya ulimwengu wote. Basi uwe hodari, ukajioneshe kuwa mwanamume. Baba anamwambia kijana wake, ukajioneshe kuwa mwanamume. Adioneshe kuwa mwanaume. Kwani mwanaume ni nani? Mungu alimuumba mwanaume Adamu, na akamuagiza Adamu huyo usile tunda. Na Hawa alipokula tunda, ni nini kilitokea watu wa Mungu? Hakuna kilichotokea, sivyo? Mpaka alipokula Adamu, hakukuwa na athari yoyote Hawa alipokula. Na mimi kwa akili yangu hii ndogo najiuliza, ina maana kama Adamu asingekula, huku kote tuliko sasa tusingefika. Hawa alipokula hakukuwa na chochote mpaka Adamu alipokula mwanaume. Kwani mwanaume ni nani? Katika Mwanzo 1 na fungu la 26 na 27 tunasoma hivi. Pale katika uumbaji, neno la Mungu linasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Huyo alikuwa ni nani? Huyo ni Adamu. Na tufanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Huyo ni Adamu. Sasa turudi Wakorinto wa kwanza 11 fungu la 7. Ninapenda ile sehemu hii ninayotaka. Anasema, kwa maana kweli haimpasi mwanamume kufunikwa kichwa, kwa sababu yeye ni mfano wa utukufu wa Mungu. Yeye ni mfano wa utukufu wa Mungu. Ukiendelea hapo mbele anasema, lakini mwanamke ni utukufu wa mumewe. Mwanaume ni nani? Mwanaume yeye ni nani? Kuwa mwanaume ni nini? Daudi anamwambia mwanae Sulemani, ukajionyeshe kuwa mwanaume. Anamaanisha nini? Wewe ni kiongozi. Wewe ni muhimili. Wewe ni nguzo ya familia. Wewe ni mleta maendeleo. Wewe ni mtu mkubwa. Wewe ni muonesha njia. Ukajionyeshe kuwa mwanaume. Kuwa mwanaume ni zaidi na kuwa na jinsi ya kiume. Kuwa mwanaume ni vile unavyofikiri na kutenda kiume. Kuwa mwanaume ni akili zako kuwa mwanaume. Na mwanaume ile akili ya mwanaume na yale mawazo na fikra za kiume ni matokeo ya vile unavyofikiri, vile ulivyofundishwa, vile ulivyolelewa. Mwanaume, ili uone kwamba mwanaume ni mtu wa maana sana, yeye anaendeshwa na ukweli.
Wakati mwanamke anaendeshwa na hisia, ametengenezwa hivyo kwa sababu yeye ni kiongozi. Yeye anashughulika na ukweli, anashughulika na uhalisia, wakati mwanamke anashughulika na feelings. Mwanaume anahitaji kuheshimiwa na kuthaminiwa na kuonekana kuwa mwenye nguvu na mamlaka. Yeye anahamasika sana. Mtoto wa kiume au anahamasishwa na uwezo wake katika kuleta matokeo chanya. Anahamasishwa sana. Yeye anapenda kuongelea vitu, yeye haongelei watu. Ukikutana na mwanaume anaongelea watu, ana kasoro katika kufikiria kwake. Wanawake ndio wanaongelea watu, wanaume wanaongelea vitu. Wao ni wa maana sana, tunawahitaji mno. Wanaume wanapenda au wanakuwa na motisha zaidi pale anapooneshwa kuwa anahitajika. Na ndio maana wakina mama uliyeolewa, umekaa sebuleni na mumeo, alafu balbu imezimika, unachukua kiti unaweka, unapanda juu unaweka. Sasa shule zinafunguliwa, nikalipe ada, ishalipa. Unamdunisha mume wako akili yake. Na wanawake wengi hawaelewi kwamba waume zao wamewafanya wao kuwa duni bila kujua. Mwanaume ni nani? Mwanaume ni kiongozi. Unaweza ukaondoa uvulana ndani ya mwanaume. Kila mwanaume ndani yake kuna uvulana, na kila mvulana ndani yake kuna mwanaume. Ndio maana ukitaka uelewe, kitoto cha kiume kilicholelewa vizuri, ambacho nyumbani kuna baba kwa maana mume, mwanaume, anaanza kubehave kama mwanaume tangu akiwa mdogo. Wakikaa na wasichana, hata kama wenzake ni wakubwa, yeye anatokea kuwa kiongozi. Hata akitokea mdudu, wasichana wanatishika. Mtoto wa miaka 5 unakuta anapambana naye, tayari ndani yake kuna wanaume. Leo tunakwama wapi? Tunakwama kwenye malezi. Tunakwama kwenye kuwatengeneza. Anatengenezwa tangu anapozaliwa, alelewe kama mwanaume. Kule kwetu mimi kuna msemo ya kwamba mtoto wa kiume ni dawa. Wanasema mtoto wa kiume ni dawa. Sasa haya malezi tunayowapa watoto, tunatengeneza hawafai kuwa waume baadaye. Anafanyiwa kila kitu tangu akiwa mdogo. Anaanza kuvua nguo kule getini na kuanza kudondosha begi. Akishuka tu kwanza kupanda kwenye gari. Nyenye si mnajua wenye mabasi ya njano, si mnajijua, tupungiane. Anabebewa na begi na dada au na yeyote. Wakifika kwenye mlango wa gari, nani anapokea? Anaitwaje? Anayepokea anaitwaje? Anko ndio anapokea begi. Wakati wa kurudi, gari inasimama mlangoni, alafu anakuja kupokea, sivyo? Na yeye anaanza kuvua nguo moja moja. Dada anapita anaokota. We dada, huoni nguo hizo za mtoto? Natengeneza mwanaume wa ajabu, mwanaume wa hovyo. Mama, mimi sitaki kula ugali. Unataka nini jamani? Nataka chipsi. Fanya haraka dada, mpikie chipsi. Chipsi zikiletwa je? Mimi sitaki chipsi mama. Mimi sitaki, nataka ubwabwa na maharage. Watu wanakimbizana ndani ya nyumba na baba wote wanakimbizana. Anatengeneza mwanadamu wa hovyo. Kuna mchakato wa kuwa mwanaume tangu anapozaliwa kama nilivyosema. Anza kumtengeneza mtoto wako kuwa mwanaume. Zamani, wale watu wa zamani, tupungiane, wale wa zamani zetu wale, miaka 60 huko 50 na. Mtoto wa kiume alikuwa akilia anaambiwaje? Alikuwa akilia anaambiwa nini? Wanaume hawafanyeji? Hawalii. Kwa hiyo tayari ndani yake kunajengeka kwamba mimi silii. Na ndio maana walikuwa wanaenda kule mahali hakuna ganzi, kavu.
na anasimama hivi hivi hata uso akunji, mwanaume huyo. Na hao ndio wametuoa, wanaume wa maana. Baada ya kutuona hawa wanaume wa maana, sisi tumewapa zawadi ya kuwatengenezea wanaume wasiofaa. Mtoto ni mwanaume lakini hawezi kuwaza. Anakwenda chuo kikuu kusoma. Chuo kikuu ana kitanda analala, hata godoro, ana jiko, pleti moja la gesi. Ana nini tena tajeni wenyewe? Ana sufuria, sivyo? Ana sufuria ya mboga na ya ubwabwa na nyingine ya ugali, si ndio hivyo? Akimaliza masomo nini kinatokea? Hebu semeni wenyewe. Nini kinatokea? Anauza vile vitu vyote, alafu linarudi nyumbani kwao. Kasoma huyo. Hivi amesoma nini? Nani amesema tunasoma ili tuajiriwe? Alikuwa na mtaji, ana mahali pa kulala, ana jiko, anapika, na alikuwa anapokea bumu, na bado nyumbani mlikuwa mnamtumia pesa. Lakini amemaliza chuo, anauza vile vitu vyote, anakuja na begi lake nyumbani, ana kazi moja tu, anabadilisha makochi kama paka, kama nyau, anaruka anakaa hili, anaona sio, anaruka anakaa hili. Dada anakuja anapanga sebule linatimua. Na si hivyo tu, ndio wakuharibu msichana hapa nyumbani. Tunakwama wapi kwenye malezi ya mtoto wa kiume? Tumewaonesha hawa watoto wa kiume kwamba mwanamke ni bora, na hivyo wanajitahidi kuwa kama wanawake, maana kuishi kuwa mwanamke maisha ni rahisi. Sasa hivi tunalia kule, tunalalamikia tulikoanguka, tunashindwa kujua tulikojikwaa. Tulionesha kwamba maisha ya mwanamke ni rahisi, maana anaolewa, ananunuliwa gari na mumewe. Tukawahamasisha kwamba hata yeye akijibadilisha akiwa mwanamke ataishi kwa raha. Na sasa tunalia. Wamama wengine wanaenda mbali, anapojipamba na poda zile na kitoto chake cha kiume kipo kinaangalia. Maisha ya mama na baba wanayoishi, mama anavyomnyanyasa mumewe. Mtoto wa kiume anakata tamaa kuwa mwanaume, anatamani kuwa kama mama, maana ndiye ana sauti nyumbani. Na hivyo unatengeneza mwanaume wa ajabu ajabu, unatengeneza mwanaume wa hovyo nyumbani kwa mikono yako. Tumewalea sawa wa kike na wa kiume. Na kuna wengine, kuna siku nilisikia mtu anasema, mwanaume unalia tu, unalia tu na mkeo kuone. Mwanaume unalia. Mimi nayajua makabila mawili tu Tanzania wanaume wanaolia. Waacheni hao walie, nyinyi wengine msilie. Mwanaume unalia ili weje? Ili nikubembeleze? Basi mume wangu nyamaza jamani, nyamaza. We. Familia, baba na mama, tuna mchango wa kutengeneza huyu mwanaume vizuri. Tunaweza, watu wa Mungu. Mlee kama mwanaume tangu mdogo. Anza kumpa madaraka. Nakumbuka watoto wetu wawili wa kwanza, mwingine akiwa 5, mwingine 3 hivi, 2.5, akiwa 6, mwingine 3 na. Tunamwambia wewe sasa utapasha chakula, wadogo, mdogo kabisa. Utapasha chakula, utampa mdogo wako, uhakikishe anaoga. Sisi tunakwenda na baba. Sisi tunapenda kutoka outing. Tunapenda kwa kweli. Mimi na la azizi wangu tunapenda kujipa raha. Tunakaa mahali wawili tu. Mpe madaraka huyu. Mwambie sasa wewe utaangalia wenzako. Utahakikisha hapa pako hivi na hivi. Wasimamie wenzako kufanya hivi na hivi. Anza kumpa madaraka kulingana na umri wake. Muoneshe kwamba yeye anaweza, yeye ni zaidi. Baba, onekana nyumbani ili mtoto aone mfano. Baba, uwe na shughuli ya kufanya. Kizazi hiki ni cha ajabu. Wako wanaume hafanyi chochote. Anaondoka asubuhi na suruali, anarudi na suruali. Akirudi anauliza, hapa leo atuli? Hapa leo atuli? Baba, nimepika hivyo hivyo. Na wamama, Mungu awabariki. Wamama wengi uchoyo hawawezi.
wanawatunza tu. Sasa huyu mtoto hapa anapata mfano gani? Huyu mtoto wa kiume mfano anaouona ni kama baba yake, na ndio tunashauri wale single moms wale, jitahidi wakati wa likizo watoto wako waende mahali ambapo kuna baba na mama wakiishi hapo nyumbani, ili waone baba anavyofanya, mama anavyofanya. Kuna kitu kingine kinachofanya tunaharibu kizazi cha leo. Mtoto wa kike amekuwa empowered kwa miaka mingi, na hivyo mama zao, sisi mama zao, watoto hawa wa kike, unakuta mama anaenda kazini lakini ana biashara ndogo ndogo, au anafuga kuku au nini tena wa mama, analima bustani au na ana vikoba kama vyote. Punga mkono mama. Mama akirudi kutoka kazini, kutoka kwenye biashara, hakai, anaenda kwenye banda lake la kuku, anaokota mayai. Jamani, maji mpaka saizi hamna, nye watoto nye. Anafanya hivi. Watoto wale wawili wa kike na wa kiume wanaona. Wakati yeye baba akirudi, anakaa kwenye kochi, anafanya nini? BBC hamna program nzuri, CNN anabadilisha. Sawa? Kwa hiyo mtoto wa kiume anaona kuwa mwanaume ni kama baba, na wa kike anaona kuwa mwanamke ni kama nani? Kama mama yangu. Na mabinti wengi mkiangalia ndio hivyo. Hata kule vioni wanakosoma, kwenye pochi lake ana tu vitu anauza. Sasa kijana aliyelelewa namna hii na binti aliyelelewa namna hii wanaoana. Wanapooana, huyu wa kiume akili yake, wanawake wote duniani kama mama yake. Sawa Anakaa, mama yake si alikuwa anafanya kila kitu. Na hata hivyo alikuwa akimwambia baba, hiki sina, nenda kwa mama. Anaenda na mama anafanya. Mtoto anajua hayo ndio maisha. Lakini kumbuka, huyu ni binti. Binti wengi wanateseka leo walioolewa. Analipa karo. Kama ni mtoto shule analipa. Kama ni nyumba hivyo, kila kitu anafanya. Mwisho wake anasema siwezi kuishi na mwanaume wa namna hii. Nimeshuhudia wengi, anapewa hata mtaji wa biashara mwanaume, hawezi kujisimamia. Tatizo ni nini? Tatizo ni malezi. Na ndio maana napiga marufuku hapa watoto wanaonyoa denge. Ni akili mbovu ile. Ukiona mtoto wako ananyoa nywele denge, ina maana ndio akili hivyo hazipo. Maana mwanaume gani ananyoa denge sasa? Na kasuruali kadogo kama jogoo wa kizungu. Tena hata soksi havai. Kasuruali utafikiri kakaazima anavyovaa mtoto wa watu. Na huku kichwani denge na anatembea na ana baba na mama. Huyu sio mwanaume, huyu mvulana. Hawezi akashika mji. Wavulana hawashiki miji. Wanaoshika miji kasimama ni wanaume. Kwa sababu wanawake tunataka wanaume nyumbani, sio wavulana. Haya, kwa sekunde moja nenda kaangalia watoto wako wa kiume walivyo. Nenda kaangalie. Kuna mtu namuona hapo haendi kwa wanae. Waangalie watoto wako. Ni wavulana ni wanaume? Wewe ndio unajua. Zamani baba akiwa fundi seremala, watoto wanakuaje? Mafundi seremala, si ndio? Baba akiwa mvuvi na watoto. Haya, sawa, sasa hivi watoto wetu wanasoma vyuo, ni sawa. Lakini kwa nini mtoto anakosa kitu cha kufanya? Kijana wako wa kiume amemaliza chuo, baba anarudi nyumbani, mnanyang'anyana wembe wa kunyolea ndevu. Kweli ni halali? Anaenda kukagua pale, maana kuna watoto ambao hawana miiko kuingia chumbani kwa baba zao. Anatafuta wembe wa baba aliweka wapi, naye achukue ule akanyolee, maana hata pesa ya wembe hana ya kunyolea ndevu. Mama, naomba hela ya kunyoa. We uwe na mama kama mama ulio. Nitakachokupa kwanza uwezi. Tengeneza watoto wawe wanaume. Mtoto anakuwa hivi, anakuwa mwanaume. Leo hii unakuta mama amesomesha na baba wamesomesha mtoto kwa kutumia tu biashara ya genge. Mtoto anapotoka shuleni, iwe sekondari iwe wapi, hawezi kuwasaidia ile biashara. Eti ni aibu yeye amesoma. Biashara iliyokusomesha, eti wewe unaona aibu. Huwezi kuuza. Hiyo ndio imekusomesha, hiyo ndio imekulisha, imekukuza, lakini hawezi kukaa. Badala huyu aliyesoma angesaidia hii biashara ifanyike kisomi.
Kama mama alikuwa anapika vitumbua, wewe sasa msomi unajua kwamba tukipika biashara hatufungi makanga. Kuna watu wanakinyaa kama maurio hawatanunua. Mama sasa unatakiwa uvae apron hapa, vaa. Halafu hivi vifungashio vya maana. Mtoto wa kiume, leo watoto wa kiume ni hasara. Makanisa yetu yamejaa watoto wa kiume, lakini kama ni mchanga hapo nje kuzoa, tunamlipa mtu pesa. Halo. Mimi nakumbuka nimelima sana vibarua. Nimelima sana vibarua vya na kwaya yangu, kwaya ya Maranatha. Tangu nikiwa mtoto kwaya yangu ilikuwa Maranatha. Morogoro pale. Tulikuwa tunalima vibarua, SUA ya kupalilia mahindi. Tunakwama wapi? Una kijana wa kiume mkubwa kabisa, tangu asubuhi mpaka jioni hakuna kitu anafanya. Na unakuta wale wenzangu na mimi wale ndio una watoto wa kiume wakubwa, lakini unafanya kazi zote nyumbani. Eti hao ni wanaume. Ni wanaume hao. Kila mwanaume si ana kwake. Mbona hao wako hapo? Hao ndio ungewapangia kazi. Wewe tunaanzisha maandazi, utaenda kuuza maandazi. Wewe utapika chapati, wewe ukauze chapati. Mimi na mume wangu watoto wetu wakimaliza kidato cha 4, msaidizi wetu anaenda likizo mpaka matokeo yatoke. Na yule wa kwanza nilikuwa namtania kwamba baba mkwe, namuitaga baba mkwe. Yaani ukifeli ndo unakuwa house boy milele. Hakuna mtu atakupeleka sijui ukalisiti sijui ukafanye nini. Ndio hivyo hapo. Unatoka kazini, kazi zote zimefanywa. Akimaliza atakwenda kusaidia biashara kwa baba. Mfanye mtoto huyu awe mwanaume. Vile anavyofikiri awe mwanaume, ajiamini kama mwanaume. Nimesema hivi, Mungu alipomuumba Adam, anasema tumuumbe mtu kwa mfano wetu. Biblia inasema mwanaume ni mfano wa utukufu wa Mungu. Ile heshima yake, si kwamba anafanana na Mungu, lakini basi ni mfano wake. Ndio maana Adam alipokula tunda, athari zikatokea. Alipokula Hawa hakuna kitu. Makuhani walikuwa watu gani? Wanawake. Wanaume. Mimi hapo sijaongoka, mniombee na mimi niongoke kuwa wachungaji wanawake. Mniombee, mimi sijaongoka kabisa kwa kweli hapo. Kuna vitu mtu siaongoki hilo mimi utaniongoa sijui. Kuhani mwanaume. Bwana Yesu alipokuja akachagua mitume wangapi? Walikuwa wanawake, si ndio? Wanaume. Alikuwa anatufundisha nini? Kiongozi. Alikuwa anataka tuwekee viongozi. Je, wanawake hatufanyi kazi la? Wametajwa kwenye Biblia. Wanawake wenye vyeo walimhudumia Yesu kwa mali zao. Walikuwepo viongozi akina Debora. Debora alikuwa kuhani, alikuwa nabii. Sawa Lakini alikuwa mke wa kuhani, lakini pia alikuwa nani? Muamuzi wa Israeli. Ni mwanamke. Ni sawa. Kwa nini mtoto wa kiume anaendelea kupotea? Mwanaume anaendelea kupotea. Jamani, mimi maisha yangu yote ni ya chuoni. Kwa sababu mume wangu yuko chuoni. Kwa hiyo maisha yetu ya chuoni. Unakuta baba mtu mzima amepanga foleni, anaenda kumsajilia kijana wake. Hivi nyie mshayaona? Mwanaume, yani toto limemaliza form 6, linakwenda kuanza mwaka wa kwanza chuoni. Baba, unaenda kusimama unapanga foleni umsajilie mtoto wako. Kweli? Kuna vitu mnaweza msielewe. Kijana wetu wa pili akienda form 1, alienda Mtwara kutoka Morogoro. Nilitoka naye Morogoro mpaka Dar es Salaam. Pale Ubungo, ofisi za zamani. Tumelala pale hotelini Kibadamo. Saa 10:30 nikamuamsha, baba, kumekucha. We ni mwanaume, unakwenda shuleni, njia huijui, huko. Haya, twende nikusindikize. Kwenye basi nikaomba namba ya mtu. Naomba namba, chochote utanipigia. Vile mtoto anavyohangaika, sijui ndio njia, sijui ndio karibia tunafika, ndio anakuwa mtu. Unawezaje mtoto form 4 unalisindikiza shule, tena mwanaume? Labda akiwa binti naweza kukuelewa. Unatengeneza mwanaume wa hovyo, we baba, we mama. Kutengenezi mwanaume
Mnatengeneza mvulana mpaka atakapooa na kuwa mvulana. Akili zake hazipangi. Ndio wale kila kitu anakuja kukuuliza, sasa eti mke wangu amesema, eti mama tufanye hivyo alivyosema mke wangu. Na wanawake wakisikia hivyo wanaumia, naona sijaolewa hapa. Mbona mtoto wa kiume anaendelea kupotea? Wapo, maana tunawaona na suruali, wapo kabisa. Lakini ile kwa maana mwanaume wa tabia wanaendelea kupotea. Tufanyeje? Nani alikwambia kudekeza mtoto ni kumpenda? Huko sio kumpenda mtoto. Kumpenda mtoto ni kumfanya awe vile alivyoumbwa na Mungu. Biblia inasema katika Mithali 22 fungu la 6, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Ukimlea kama mwanaume, atakuwa mwanaume mpaka atakapozeeka. Halo, hebu angalia watoto wako. Pesa unayo, watoto ni wahovyo, na walichokosa tu ni maelekezo kutoka kwao. Watu wa Mungu, kanisa linahusika. Jamii na taifa na kila taasisi ina wajibu wa kumsaidia mtoto wa kiume kuwa mwanaume. Dunia hii bila mwanaume inakosa mwelekeo. Maana inakosa viongozi, inakosa waume na baba. Kuna mtu hapa hanielewi nikisema viongozi, maana yeye atawaza kwamba mbona kuwa kiongozi, si unaweza tu kuwa kiongozi? Kwani kiongozi wetu si mwanamke? Uongozi wowote kule juu unaanzia kwenye ngazi ya familia. Kwenye ngazi ya familia kiongozi ni baba, hata iweje. Mwanaume ndio kiongozi, baba. Na ndio maana ili uelewe, familia yoyote ambayo mama anapambana kuwa kichwa, huwa watoto wanaharibika. Ndio tu Mungu ameumba hivyo. Mwanaume ni kiongozi. Na nina msemo wangu mgumu, huwa ninasema hivi, kama ule mfumo wa wazazi wetu ndio tumeuita mfumo dume na tukaleta usawa, mimi bora ule mfumo urudi tu. Ule mfumo ambao wanaume nyumbani walikuwa wanaume urudi. Sikia, wanaume wa zamani, binti akipotea, binti akipotoka anadili na nani? Na mama, si ndio? Hawa watoto humu ndani, mwenendo wa watoto wako mtawafukuza pamoja. Kwa hiyo mama alikuwa anakazana kulea, maana baba amesema watafukuzwa wote. Sasa hivi wala hamna kitu kama hicho. Wababa wapo tu, ndio wale niliosema, baba mtoto wako ananyongwa kichwani. Upo tu kama kataira fulani. Hata ujiulizi mtoto wako ananyongolotwa nywele ili iweje? Ili nini? Ili apendeze. Akishapendeza nini kinafuata? Ndio maana nafundisha, tunahitaji wanaume anayeangalia mwenendo wa mama anavyoelekeza watoto, anawaambia la, watoto wangu hawalelewi hivyo, lea hivi watoto, tulee hivi. Kwani mwanaume ni nani? Tumesema mwanaume ni kiongozi. Yeye ni kuhani nyumbani. Yeye ni mpaji. Mwanaume ndiye provider nyumbani, mimi ni msaidizi wake tu. Yeye ni mlinzi wa familia na taifa. Eti wa mama, nje kama hakueleweki unatokaga wewe? Wewe ndio unatoka. Tunajificha uvunguni, tunamwacha baba apambane. Baba ni kiongozi, baba ni mlinzi. Mwanaume ni mwalimu. Tunasoma Ayubu 1 fungu la 5. Yeye ni kuhani anayepeleka familia yake asubuhi na jioni. Alfajiri baba kama huombi una tatizo. Ayubu alikuwa anaipeleka familia yake magotini. Mwanaume ni mshauri. Yeye ni mkuzaji na muendelezaji wa familia na taifa. Mlinde mtoto wako wa kiume. Anatafutwa kuliko anavyotafutwa wa kike. Angalia anakula nini. Niliwatajia siku zile bila ya makamera vitu ambavyo hawatakiwi kugusa. Mtoto wako wa kiume asinywe. Akinywa hawi mwanaume. Atakuwa mwanaume kwa muonekano na suruali, lakini si mwanaume. Viko vitu ambavyo mwanaume akilwa vinamdhuru, asile. Haina maana mwanamke ale au anywe. La,
Angalia wanakula nini watoto wako. Kaa nao karibu. Watu wa Mungu, mimi ninashughulika pia na masekondari. Sekondari nyingi huwa zinaniita kwenda kuongea na wanafunzi. Na nikitoka kuongea na wanafunzi, huwa ninarudi nikiwa mzito, mwenye kulia zaidi ya mwezi. Kila nikikumbuka nilichokutana nacho nalia tu. Watu wa Mungu, kaeni karibu na watoto. Watoto wako mbali kuliko nyie mnavyofikiri. Watoto wamefika mbali na we hujui mzazi. Na nikiwauliza, mama anajua? Nasema mama hajui. Baba anajua? Baba hajui. Wao wanarudi tu usiku. Wanarudi usiku, wanaondoka asubuhi, wanarudi usiku. Salama ya mzazi ni kufanya urafiki na watoto. Usiwe mkali bila sababu, ili mtoto aje kukuambia, mama au baba, mbona fulani ameniambia hivi, iko ni nini? Mko very busy for nothing. Sikiliza, neno la Mungu linasema tutaulizwa liko wapi lile kundi nililokupatia. Wazee wa kanisa, punga mikono. Na mashemasi, hauulizwi Kirumba, unaulizwa familia yako. Liko wapi lile kundi nililokupatia? Huna hata mmoja. Kuna wazazi watakosa mbingu kwa sababu ya watoto. Lea mtoto wako bega kwa bega, awe rafiki yako, ili umjue kwa undani, ili akibadilika tu. Wamama wa zamani alikuwa akiangalia binti yake, anajua kuna mabadiliko. Anafahamu, akimwangalia tu mwanae hivi anajua. Wa sasa hivi kwa sababu hawana mpango, hawajui. Wao wako kwenye nini? Kwenye mitandao, kwenye simu tu. Unakuta na mtoto amenunuliwa yake, kwa hiyo baba yupo hivi, mama na yeye yuko kivyake, na mtoto yuko kivyake. Familia nzima iko kwenye mitandao. Usisahau wewe ni mtu wa Mungu. Usisahau kwamba Bwana amekupatia hilo kundi ili ulilee. Wanaume ni uwajibikaji na sio jinsia. Hebu acha mwanaume awe mwanaume. Wewe unaitwa baba, mfano wa baba wa mbinguni. Wewe ni baba, mfano wa utukufu wa Mungu. Umezaliwa mwanamume. Mungu amekukusudia uwe mwanaume, uwe kiongozi. Familia ina mchango mkubwa sana, kama nilivyosema, kumtegemeza huyu mtoto wa kiume. Toto linalialia hovyo. Angalia mtoto wako anatembea kama mwanaume. Ukiona amelegeza mikono, kataa haraka tangu mdogo. We, wanaume watembee hivyo. Tembea kama mwanaume. Huyu mtoto jamani, anatembea kama mwanamke. Niliangalia wiki hii nikiwa hapa, yule Mtanzania aliyejibadilisha kuwa mwanamke. Anasema alikuwa anaitwa jina la mama yake mkubwa. Alikuwa anaambiwa unafanana sana na mama yako mkubwa. So akawa anaitwa lile jina. Hujui kinachotendeka kwenye ulimwengu wa roho. Tutakapofundisha malezi ya watoto tutaona. Kila unachotamka kwa mtoto, kama ambavyo jina la mtoto wako usimpe jina lolote. Majina yana maana. Anakuwa kama lile jina, kwa sababu unamnenea. Biblia inasema ulimi huumba. So unamuumbia mtoto wako kwa kumuita lile jina. Usijali kwamba linapatikana kwenye Biblia. Mengine yako kwenye Biblia na maana zake si nzuri. Yakobo, Jacob, mwenye unaliita kwa Kiingereza Jacob. Unajua umeita nini hapo? Janja, mlaghai, janja hivi. Lakini liko kwenye Biblia. Ita jina ambalo lina maana. Wape kazi kulingana na jinsia zao. Onesha umuhimu wa mtoto wa kiume nyumbani, onesha. Unajua, tuliingiwa kama funza na wazungu, hatukujua. Wale jamaa wana plani ya miaka mingi. Unafikiri wameanza leo? Miaka na miaka. Watoto lazima wawe sawa nyumbani. Wote waende shule. Ni kweli wote waende shule. Lakini baadaye wazazi walikuwa wengine, akiona hana pesa za kupeleka wawili, anapeleka tu wa kike, anaacha wa kiume. Ndio kinachowakuta nchi fulani. Wanaume wanatandikwa makofi na ngumi, hana sei, maana hana hela, hana kazi, hajasoma. Mtoto wa kiume, umezaliwa mwanaume. Mshukuru Mungu, simama kama mwanaume. Ishi kama mwanaume, vaa kama mwanaume, zungumza kama mwanaume. Kanyoe nywele kama mwanaume. Acha kukaa sarasara. Unajilizaliza.
Mimi siwezi kwenda shule, sina hela. Huwezi kwenda shule una hela? Subiri ukuwe nao utafute. Mkataze kulialia hovyo. Kataze mtoto wa kike kulegea legea. Mkataze uvivu. Maana uvivu ndio unawapelekea wengine wakafanye mambo yasiyostahili, maana hakuna kazi anaweza. Mavazi ya kiume je? Wako wazazi amezaa mtoto wa kwanza wa kike, wa pili wa kiume. Alafu anachukua zile nguo za wa kiume, anasema hazina shida, zile za kike anamvalisha kivulana chake, anasema hamna shida. Kwenye ulimwengu wa roho kuna kitu unafanya kwa huyo mtoto, utakikumbuka baadaye. Mpe vyakula vya wanaume ale mtoto wako. Mimi sitaki ugali. Ugali ndio chakula cha wanaume. Na kuna wanaume wakubwa kabisa wavulana kama ninaowaona hapa. Eti linaenda kabisa. Chips kuku, chips mayai, weka isikauke sana. Mwanaume chips isikauke sana. Uliza hapo kuna ugali wa dona. Ndio upo. Na mboga weka kamlenda hapo, weka tudagaa hapo, weka sasa mboga yoyote kula. Lakini kula uwe mwanaume. Mwanaume anakula chips. Tena ndio chakula chenyewe. Na hili ni tatizo. Hamwezi kuelewa. Kile ninachosema mimi ndo najua. Vyuoni mmekula chipsi, unamalizia unaenda kuoa. Miaka yako 4 ya chuoni, miaka 3 mmekula chipsi na sasa unarudi kuoa. Halo. Uelewi? Kuleni kama wanaume. Tabia ya kudeka marufuku mtoto wa kiume. Muoneshe umuhimu wa mwanaume nyumbani. Hebu mama saidia, wewe ndio mlezi, saidia. Muheshimu mume wako na kumnyenyekea mpaka watoto wako watamani, na mimi nikioa nipate mke kama mamangu. Anatamani kuwa akue awe mwanaume, afanyiwe kama baba. Wewe unamsawazisha tu mumeo na watoto, unawajumlisha wote sawa. Unaharibu uzao wako. Yale maneno unayomwambiaga mumeo na watoto wanasikia, unaharibu uzao wako mwenyewe. Utakuja kulia baadaye. Onesha heshima, waheshimu. Ndio maana kama ukinifuatilia sana, mtoto wa kiume akiniamkia huwa nawaambiaje? Marahaba baba, hujambo? Yeye ni baba. Nikiwa naye karibu niko salama. Halafu wewe upo tu, yani upo hata ueleweki. Kazi ngumu hutaki kufanya, unataka kazi za kike. Wewe ni mwanamke. Wakati hata wanawake wanabeba zege. Kafanye kazi. Ni marufuku mtoto wa kiume mkubwa hasomi, yuko nyumbani. Eti kazi hamuna. Kazi hamuna. Wewe uwezi ukaenda pale stendi ukamenya machungwa ukapata pesa zako ukarudi? Uwezi ukafanya. Si kweli kwamba kazi hamna, ila unachagua. Be a man. Na inaleta raha. Unajua? Hivi tukizeeka kabisa hatuna nguvu, tunaendaga kuishi kwa watoto wetu wa kike au wa kiume? Tunaenda kuishi kwa watoto wa kike na waume zao. Tunaishi wapi tukizeeka hatuna nguvu tena? Si kwa mwanaume. Sasa wewe wakwako unayemlea hivyo kwa kumdekeza, wewe ukizeeka unaenda wapi? Au hujui kwamba kuna siku hutaweza chochote hata kama pesa unazo, lakini uwezi? Hebu tengeneza uzao wako. Mlee kama mwanaume huyu mtoto. Anza kumpa heshima yake kama mwanaume. Muoneshe kwamba yeye ni wa maana. Mfanye kuwa jasiri tangu nyumbani. Akisema sikilizeni anachosema mtoto. Kabla hajamaliza wewe kelele unasema nini? Mtoto huyu anakuwa hivyo, ndio maisha yake yote anaharibika. Watu wa Mungu, hebu tutengeneze uzao. Kwa nini nimemchagua mtoto wa kiume? Najua siri yake. Anaendelea kupotea. Shetani anamuwinda sana. Huyo ndio anatafuta awe shoga. Huyo ndio anatafuta akaoe shoga. Sasa anayebaki hapa nani? Wa kuoa na kuendeleza uzao. Na wengi kwa vile hamko karibu na watoto, hamuelewi. Naogopa kusema vingi, utaumia, utaenda kula ugali. Lakini huo ndio ukweli. Kaa na watoto wako karibu, wafanye kuwa marafiki. Watoto wa kiume ni rafiki wa mama. Mama, kaa nao karibu watoto wako. Mungu atubariki, tukutane tena kesho.
Hivyo mlivyoketi tuombe. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya wema na fadhili zako. Asante kwa kutupatia zawadi ya mtoto wa kiume. Asante kwa kutupatia zawadi ya wanaume. Tunakuomba ahadi yako ya Isaya 54 na fungu la 13, tunaiomba wale watoto wetu, wafundishe na uwapatie amani watoto wetu wa kiume. Wafanye kuwa wanaume wawajibikaji kama wanaume. Wafiche mbawani mwako adui asiwaone. Walinde na yule mwovu, wasaidie kuzikimbia tamaa za ujanani. Tunaomba kwa jina la Yesu. Amina.